habari. Lakini Mungu atukumbuke kupitia sehemu hii ya sadaka ya fungu la 10. Na tunajua sehemu ya 10 kuna maneno Mungu ameyaelezea moja kwa moja kwamba atasimama kuyafanya. Na ile kwamba kuna mengine hajasema, wewe ukisema si kwamba hatafanya, maana yake atafanya. Kwa hiyo mnakaa mnaiombea. Mtoto anaweza sipeleke hiyo sadaka kwenye madhabahu, lakini hilo jambo limepandwa kwenye moyo wake. Kumbe sehemu ya 10 sio ya kwangu. Sehemu ya 10 ni ya Bwana. Kwa hiyo anaanza kujifunza taratibu. Kama una desturi ya kumpa hela ya shule, unamfundisha pia. Kila siku nakupa 500. Kwenye hiyo 500 kila siku 50 sio ya nani? Sio ya kwako. Jitengenezee utaratibu wa kumpenda Bwana katika sehemu ya 10, kwa sababu anakuona mzazi, kwake alitakuwa jambo gumu. Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Asa anasema kupitia zaka atafanya nini? Anasema atatufungulia madirisha ya mbinguni. Nyumba